wakaniambia jicho langu lilikuwa lina usaha na kidonda. Zaidi ya miezi 6 nilikuwa napitia changamoto ya ghafla tu. Macho yangu, jicho langu moja lilikuwa linauma, nikawa natumia tu dawa za pharmacy pasipo kwenda hospitali maalum. Likaenda hatua ikawa linauma zaidi, likawa linaleta wekundu kama damu. Baadaye likafunga, likawa linatoa machozi. Kwenye kuzunguka hospitali nyingi, nikaja nikapata hospitali husika kuja kuangalia, wakaniambia jicho langu lilikuwa lina usaha na kidonda. Ilikuwa inanipelekea kwa siku nzima masaa 24 nalala labda masaa 2 tu, kwa sababu nilikuwa natumia dawa za maumivu zaidi ya mara 10 mpaka 15, ihali madaktari wanashauri kutumia kwa siku mara 3. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo imenikuta, na ikafika hatua sasa, kwa sababu maumivu yalikuwa ni mengi na nilikuwa naona jicho langu nalipoteza, ikanipelekea napata pressure pamoja na ugonjwa wa moyo. Yote ni kwa sababu ya jicho, na baada ya kupata na hiyo pressure na ugonjwa wa moyo, labda uliendelea matibabu mengine? Imenikuta, unajua, nimekuja kugundua kwamba ukiwa na mawazo, moyo unakuwa unaenda mbio sana. Kwa sababu jicho lilikuwa linaniuma na nilikuwa sioni, na lilikuwa limefunga kabisa, sioni chochote. Na hata nikilijaribu kulifungua kwa kulazimisha, machozi yanatoka mengi. Kwa hiyo nikafanywa matibabu ya operation ya kwanza, nilishonwa. Then baadaye likafunguliwa, nikafanywa operation ya pili kulifungua jicho. Lakini kwa sasa naona kwa asilimia kadhaa tofauti na mwanzo. Kwa hiyo nipo katika harakati ya kwenda India na kutibiwa masuala ya jicho langu, pamoja na wasiwasi wa moyo kupiga kwa kasi. Dokta wa moyo ameniambia ni moyo wangu jinsi unavyopiga ni kama mtu anakimbia, ihali hata nikikaa, lakini mapigo ya moyo yanaenda speed sana. Ninahitaji kwenda kufanywa tiba India. Kwenda kufanywa operation ya jicho, wenyewe madaktari walikwambia shida hasa nini mpaka ikatokea sababu hiyo? Nini hasa changamoto ambayo ilipelekea mpaka ukapata changamoto ya jicho? Changamoto sometimes inaweza kawa ni sumu ya vumbi. Changamoto nyingine ya pili, moshi. Na saa nyingine unaweza ukapita sehemu kuna hewa mbaya labda ya sumu, ikaingia kwenye jicho ikaleta athari ya kidonda na usaha. Yes. Na mpaka hivi sasa utaratibu unaendeleaje? Wanakuambia ni kwa muda gani ndio uwai walau usije ukapata changamoto ikawa kubwa zaidi? Okay, walau kama nitachelewa sana kupita kiasi ni wiki mpaka siku 10 ili niende katika matibabu, nirudi katika hali yangu ya kawaida. Lakini sasa hivi at least maumivu yamepungua kidogo, lakini uoni hauko vizuri. Kwa hiyo naishi kwa wasiwasi, mapigo yangu ya moyo hata nikitembea kidogo nachoka. Yes. Sasa taratibu zikoje? Kwa sababu hii wiki mpaka siku 10 sio siku nyingi, ni siku zinahesabika na siku zinaenda haraka. Wala uende hata before hizo siku hazijatimia ili tuweze kuweka sawa. Unajua nimespendi pesa yangu kwa muda miezi 6, mimi na ndugu zangu, hela ilikuwa inakaribia kuisha. Nikipata wasaa ya watu kunichangia hata ni kesho naweza tu nikaondoka, kwa sababu matibabu yanahitajika sasa hivi. Kwenye swala la kuchangiwa hapo, watu wangefahamu sasa utaratibu gani unatumika, kwa sababu una mashabiki, umefanya game kwa muda mrefu, kuna watu wanakukubali. Watumie utaratibu gani ili uweze kufikia wewe kuweza kutibu? Kiufupi nahisi namba 1 tu inatosha, kwa sababu inaweza kapokea muamala wote mkubwa. Namba yangu ya simu ninayotumia ni 0714 665510. Jina linakuja Rahim Nanji. Nalisema tena, hii namba ni 0714 665510. Jina linakuja Rahim Nanji. Ushirikiano unaopata kutoka kwa wenzako, kwa sababu mna chama cha wanamuziki kile tunakionaga kwenye mambo mbalimbali mmekuwa mkishirikiana mpaka hivi sasa, wao wenyewe wamefanya utaratibu gani? Kwa sababu ni mwanachama wao, tena sio kwamba wa zamani, ni hai mpaka hivi sasa. Okay. Kiufupi nilipata simu kutoka shirika la Kosota, Basata na shirikisho ya mambo ya sanaa. Jamali alizungumza na Milad, then nikawasiliana naye, niambia kwamba FIDQ ndio mamia masuala hayo. Mchango upo unapitishwa ili niweze kukabidhiwa, lakini bado hajanitafuta. Zungumza kwa nasubiria chochote kitu kwao na kwa mashabiki zangu pia. Kuna
Wadogo zako ambao umewashika mkono kwenye muziki, ambao wengine wanafanya vizuri mpaka hivi sasa, wamesha kupigia pengine kujulia hali kama kaka yao ambao umewashika mkono kwenye muziki? Kuna baadhi amenipigia, kuna baadhi amenisaidia, na kuna baadhi nasubiri chochote kutoka kwao. Kwanza kabisa namshukuru familia yangu, hii imekuwa bega kwa bega na mimi, na namshukuru pia Zayumba, Mafia Boxing Zayumba, namshukuru Malaika Cutie mpaka sasa hivi, na namshukuru Alikiba mpaka sasa hivi, na kuna ndugu yangu hapa huyu anaitwa Sabobo, naye pia amenisupport kiasi cha milioni 3. Au wengine hawakutaka niseme kiasi ambacho wametoa, lakini ni watu ambao wako bega kwa bega na mimi. Ni meneja wangu, na huyu pia ni meneja wangu, pia amenisupport kwa milioni 2. Inahitajika zaidi ya dola 26,27 ni zaidi ya milioni 60 huko, na ili niweze kurudi katika hali ya kawaida. Sababu gani nasema ni hela hiyo? Naondoka mimi, naondoka mjomba wangu na mamangu mzazi. Kuna gharama kule za hoteli, kula na kliniki kwa muda ambao nitakuwepo, na muda wa kufanyia operation. Huwezi kwenda ukasema utakaa siku 2-3 na kurudi. Unaweza ukakata mwezi, wakiruhusu ndo nirudi nyumbani. Umetaja hapo Alikiba. Nimeona Septemba 19 kwenye ukurasa wako ulimshukuru. Ali ni mtu gani sana kwako? Maana nilipita kwenye ukurasa wako siku za hivi karibuni umemshukuru na umemwandikia maneno mazuri sana akisema ukaribu wenu uendelee kudumu kimwomba Mwenyezi Mungu wa hivyo. Okay, Alikiba namshukuru, kwanza katoka katika studio ya G Record ambayo ni studio ya baba yangu mzazi. Kipindi kile ambacho mnaona Cinderella, Nakshi Mrembo, Alikiba analia na albamu yake ya kwanza na ya pili. Mimi zamani nilikuwa na rap, yeye alinifundisha kuimba. Mimi nisingejua kuimba pasi na yeye, na ni rafiki yangu toka tukua wadogo, hatuna ndevu. Kwa ni mtu ambaye tumeshikamana kwenye shida na raha. Ukizungumzia G Record hiyo ambayo umeitaja, imemtoa pia Nasibu kama sikosei. Diamond hajatoka kwako? Sharoba Record, sorry ambayo ni ya kwako wewe mwenyewe. Vipi? Amekujulia hali kama kaka yake? Ni ndugu yangu, nadhani ni nyakati na muda wote anaweza kutia nguvu yake, na ni mtu ambaye tumetoka pia mbali. Nasibu Diamond asingekuwa yeye bila mimi, na Diamond pasina yeye nisingekuwa mimi na isingekuwa Sharoba Record. Kwa atakapojaliwa muda wote, naamini atakuja atanisaidia kwa sababu ni ndugu yangu. Anampenda sana, na sio yeye, tunapenda watu wote ambao tumefanya nao kazi, wajitokeze tuwe pamoja. Nikupigia hata simu labda kama ujumbe. Nisingependa kuongelea sana, hii chokiongea nadhani kinatosha. Kwa hiyo tutafikia tu. Sawa, unasemaga ukipata changamoto kuna lesson unajifunza, kuna kitu unajifunza. Mpaka so far sasa hivi umejifunza nini kwenye hii maisha ya muziki na nini na watu kuwa nao karibu? Nilikuwa na marafiki wengi sana, lakini nimekuja kugundua kuna binadamu na kuna watu. Utofauti wa watu ni watu wanaopita, lakini binadamu yuko nawe kwa shida na raha na nyakati zote. Kwa hiyo nawajua wanadamu sasa hivi, na najua ni watu wa kitanani. Maana unataka kuniambia tangia umpata changamoto tena hawi sio tena yule Sharobaro wanakuona kwa mbali, ile wanakusalimia oya kwa mbali, sio tena kama zamani. Ni watu ambao wamesikia wengine na wameona nimepitia changamoto, wamenitenga, lakini kuna watu ambao wako na mimi mpaka sasa. Hao niliowataja ni watu wangu wa karibu, na wengine nilioongelea si binadamu bali ni watu ambao wa mpito. Kuna watu unakuwa nao tu kwenye nafasi ya furaha tu, lakini wakati wa majonzi hawapo na wewe. So ni hivyo. Kwa nishajua marafiki zangu wa kweli na rafiki zangu ambao sio wa kweli. Tayari umeshafanya kazi nyingi na bado zinaendelea kuonekana kupitia Sharoba Music Record. Vipi bado unaendelea kurekodi, ama sababu situation yako kama hiyo ndio usafiri wewe ndio matibabu, studio unabaki kufanya kazi ama ni vipi? Kuna vijana ambao wapo wananisaidia kazi, kwa sababu mimi ndo nahitajika zaidi Sharoba Record, watu wananijua mimi zaidi. Hawezi kumfuata mtu ambaye hamfahamu, lakini kuna kijana anaitwa Shaba ananisaidia. Pia kuna kijana mwingine anaitwa Mesha pia ananisaidia. Mimi siruhusiwi kuangalia screen sana kwa sababu na tatizo la jicho, nikiangalia sana linaanza kuuma na kutoa machozi. Kwa hiyo sihusiki sana na kazi, lakini kuna misaada na nguvu kutoka kwa vijana ambao hao nimewataja wanafanya kazi. Junior, mtu anaweza kujiuliza, audience wa pembeni anaweza kujiuliza, umezungumzia mfuko wa wasanii na maana umepata changamoto ni ya ghafla. Pengine kwenye huo mfuko wa wasanii hakuna bima za afya ambazo mnazitumia kwa ajili ya emergency kama hizi hapa za haraka? Kiukweli mimi hapa bima afya yangu ilikuwa ndogo na tatizo langu ni kubwa.
kwa haikuweza kutosha jambo ambalo nilikuwa nafanywa mimi. Kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba nihitaji next time nikishamaliza matibabu niwe na bima afya kubwa mimi na familia yangu. Shina ile namba ya simu? Naam. Okay, namba yangu ni 0714665510. Jina linakuja Rahim Nanji. 0714665510. Jina linakuja Rahim Nanji. Utampata moja kwa moja Bob Junior, na ndio akaunti ambayo naitumia rais kwa ajili ya watu kunitumia chochote. Mwisho kwa Watanzania wanataka kuambia nini ambao wanakutazama, mashabiki zako? Wanataka kuongea nao nini? Kikubwa nawapenda sana, nimeona wameguswa sana, na kuna baadhi ya michango nimeipata, na kuna baadhi ya watu wananishauri, na kuna watu wanakuja kunifanyia maombezi. Kuna nawashukuru na wananitia sana moyo. Kikubwa asiache kuwa na mimi, tuko pamoja, nirudi katika hali yangu ya mwanzo na tufanye kazi, tusukume gurudumu ya Bongo Flava. Shukrani. Asante.